Na mtazamaji, habari za wakati huu popote pale ulipo. Hii ni Channel 10 Plus, nami ni Philipina Ndwata. Nitakuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Winga Teresa, Witness Alano Singalawa. Mtazamaji, karibu. Moto ambao chanzo chake bado haujajulikana umeteketeza maduka 17 pamoja na stoo zake usiku wa Juni 10 mwaka 2025 katika kata ya Buseresere wilayani Chato mkoani Geita. Tukio hilo limetokea majira ya saa 3 usiku wa Juni 10 mwaka huu, ambapo juhudi za kuzima moto huo zilichelewa kutokana na kutokuwepo kwa gari la zimamoto katika eneo hilo, pamoja na wahusika kuchelewa kutoa taarifa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, huku wamiliki wa maduka hayo wakilia kupata hasara ya mamilioni ya fedha. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Tukio hilo limetokea majira ya saa 3 usiku wa Juni 10 mwaka huu, ambapo juhudi za kuzima moto huo zilichelewa kutokana na kutokuwepo kwa gari la zimamoto katika eneo hilo, pamoja na wahusika kuchelewa kutoa taarifa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, huku wamiliki wa maduka hayo wakilia kupata hasara ya mamilioni. Mali nyingi zimeteketea, lakini pia mali nyingi zimeondoshwa na watu waliokuwa wakisaidia. Wengine waliokuwa ni vibaka wameiba mali nyingi sana, lakini tushukuru serikali imetusaidia katika hali ya kudhibiti vibaka. Mali yangu ina thamani ya milioni 30, lakini katika milioni 30 kuna milioni 15 ambayo nilikuwa nimekopeshwa na CRDB mwezi wa 12, ambayo nilikuwa ninarejesha kila mwezi milioni 1.4. Mwenyekiti wa kitongoji cha Buseresere Kasezero Athumani akizungumza kwenye eneo la tukio amesema moto huo ulianza kuwaka ndani ya duka ambalo mchana kulikuwa na shughuli za uchomeleaji wa geti, na huenda ndio kikawa chanzo cha moto huo, kwa sababu vyumba vingi vilikuwa vimefungwa. Kwa hiyo na bidhaa zilikuwa ni za aina mbalimbali, ziliweza kusafisha moto kwa kasi sana mpaka kufikia tu vyumba kama 10 hivi. Sasa hivi frame kama 10 zimeungua na stoo zake kule nyuma. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Geita Shaban Dawa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa walipata taarifa rasmi saa 4 kasoro usiku, licha moto huo kuanza kuwaka saa 2:30, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa haraka kwa jeshi hilo pindi tu wanapohisi hatari ya moto. Maduka ya shirika ni 17 na baadhi yake kwenye hayo maduka kuna stoo za kutunza vifaa vyao, lakini duka la kwanza mfano liko vifaa vya umeme, kuna duka la vinywaji baridi, kuna duka la chakula, kuna duka la sabuni, kwa maduka ya jumla na rejareja ni maduka 17 ikiwepo na stoo zake. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara tujue ukubwa wa hasara ya mali ambayo wameipata kulingana na bidhaa zao, tukishirikiana na mtendaji wa hapa pamoja na athari ya hayo majengo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, shukrani Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Rais wa Kenya William Ruto Jumatano amelaani mauaji ya mwanablogu mmoja nchini humo yaliyotokea katika seli ya polisi alimokuwa akishikiliwa, tukio lililozusha hasira miongoni mwa Wakenya. Tupate taarifa zaidi. Awali polisi ya Kenya imesema kuwa Albert Ojwang alikamatwa kwa chapisho lililowekwa kwenye mtandao wa kijamii akimtuhumu naibu inspekta mkuu wa polisi nchini humo alifariki kwa kugongesha kichwa chake ukutani. Ila madaktari wa upasuaji hapo Jumanne walisema kuwa hakuna uwezekano kwamba Ojwang alijitoa uhai baada ya kufanya upasuaji na kuweka wazi ripoti ya upasuaji huo. Mpasuaji mmoja wa serikali kati ya 5 waliofanyia upasuaji Ojwang waliwaambia waandishi wa habari Jumanne kuwa uwezekano wa Ojwang kujijeruhi mwenyewe ulikuwa mdogo. Rais William Ruto amesema tukio hili la kifo mikononi mwa polisi linavunja moyo na halikubaliki. Amesema anataraji kikamilifu kuwa kilichomsibu Ojwang kitajulikana kwa wakati ufao na haki itatendeka. Ruto ametoa wito kwa polisi kutoa ushirikiano kikamilifu ili kuhakikisha uchunguzi wa haraka, wenye uwazi na wa kuaminika. Kifo cha Ojwang aliyekuwa na umri wa miaka 31 kinakuja wakati ambao Kenya inaadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano makubwa ya vijana ya kupinga nyongeza ushuru iliyosababisha vifo vya takriban vijana 60 na wengine wengi kupotea.
Serikali mkoani Mara imetoa siku 30 kwa halmashauri ya wilaya ya Butiama na Msoma kukamilisha mchakato wa mgawanyo wa mali uliodumu kwa muda mrefu tangu halmashauri hizo zilipogawanywa mwaka 2007 na kuwa mamlaka mbili tofauti. Taarifa zaidi na Musa Makali. Maagizo haya yametolewa na mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi katika kikao cha baraza maalum la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Butiama, kikao kilicholenga kupokea na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Mnakamilisha hatua za mgawanyo wa mali na madeni kati ya halmashauri ya wilaya ya Butiama na halmashauri ya wilaya ya Msoma. Jambo hili limechukua muda mrefu na mnaendelea kujivutavuta. Sijui tatizo ni nini. Sasa hapa natoa siku 30. Kutaneni mkamilishe jambo hili. Kuhusu halmashauri hiyo kupata hati inayoridhisha kwa mara ya 4 mfululizo, RC Mtambi akazungumza. Hii inaonyesha kuwa mmejenga mfumo thabiti wa ndani kwa ajili ya kusimamia halmashauri na mnaendelea kujiimarisha. Hongereni sana. Ili shule shuko mkoa mmeisukuma sana. Na inawezekana tusingekuwa katika ile hali. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Butiama Bi Aziza Baruti anakiri kupokea maagizo yote ya serikali ya mkoa licha halmashauri yake kufanya vyema. Pia anaahidi kutafuta ufumbuzi wa hoja zote 17 za mwaka wa fedha 2023-2024 zilizotolewa na CAG. Tunaendelea kuzitafutia majibu ili kimpendeza mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali aweze kuzifunga. Lakini pale ambapo umekuta pana mapungufu umetushauri, na pale ambapo umekuta panaenda vizuri ukusita kutupongeza. Kamati inaagiza halmashauri ya wilaya Butiama kuhakikisha inalipa madeni yote yanayodaiwa yakiwemo madeni ya watumishi, madiwani, wazabuni, TRA ifikapo Juni 2023. Agizo limezingatiwa, utekelezaji unaendelea. Musa Makali, Channel 10, Mara. Waziri wa Ulinzi wa Iran Azizi Nasrizadeh amesema nchi hiyo itajibu mgogoro wowote utakaotokea iwapo majadiliano ya nyuklia kati ya jamhuri hiyo ya Kiislamu na Marekani yatafeli. Yakini Mwakatobe anatufahamisha. Nasrizadeh amesema taifa lake litakuwa tayari kushambulia kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika kanda ya Mashariki ya Kati iwapo mgogoro utatokea baada ya kushindwa kufikia mkataba wa nyuklia na Marekani. Ameyasema hayo kuelekea duru ya 6 ya mazungumzo hayo ya nyuklia kati ya mahasimu hao wa muda mrefu. Marekani imesema mazungumzo hayo yatafanyika siku ya Alhamisi wiki hii, huku Iran ikisema mazungumzo yatafanyika siku ya Jumapili nchini Oman. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa vitisho mara kadhaa kwa Iran kuwa itaishambulia kwa mabomu iwapo hawatafikia mkataba huo wa nyuklia. Hata hivyo, Aziz Nasrizadeh amesema hivi karibuni Irani ilifanya jaribio la makombora yake na haitakubali kama kudhibitiwa. Kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei alisema mwezi Februari kwamba jamhuri hiyo inapaswa kuendelea kuimarisha jeshi lake ikiwa ni pamoja na makombora yake. Mimi ni Yakini Mwakatobe, runinga ya Channel 10+. Polisi mjini Los Angeles wameendelea kuwakamata watu huku makundi ya waandamanaji wakikusanyika na kukiuka amri ya kutotoka nje usiku baada ya siku 5 za maandamano ya kupinga kukamatwa kwa wahamiaji. Polisi imewakamata watu 25 kwa kukiuka amri hiyo huku ikitangaza kuwashikilia zaidi ya watu 500 tangu maandamano yalipoanza mwishoni mwa wiki. Awali meya wa mji huo Karen Bass alisema aliweka amri hiyo ya kutotoka nje ili kudhibiti uporaji na uharibifu wa mali. Vitendo hivyo vimekuwa vikishuhudiwa katika mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Marekani na kuvuruga maandamano ambayo yalikuwa ya amani.
amani. Maandamano hayo yaliyoanzisha siku ya Ijumaa na baadaye kugeuka kuwa ya vurugu yalimlazimu rais wa taifa hilo Donald Trump kuchukua hatua ya kupeleka jeshi kuyadhibiti, licha ya gavana wa jimbo la California kupinga uamuzi huo wa Trump. Alisema hatokubali taifa kusambaratishwa. Mkoa wa Simiyu ambao unatajwa kuwa na idadi kubwa ya watoto wenye udumavu kwa 31.2% umetangaza mkakati maalum wa kukabiliana na tatizo hilo kwa kuongeza virutubisho kwenye chakula kupitia unga wa mahindi, kwa kuwa ndio chakula kinachotumika katika familia nyingi pamoja na kutumiwa na wanafunzi hasa wa shule za msingi mkoani humo. Mwandishi wetu Aidan Mhando anaeleza zaidi. Moja ya sababu kubwa ambayo inatajwa kufifisha afya za watoto katika kipindi cha ukuaji ni tatizo la udumavu. Mkoa wa Simiyu, 31.2% ya watoto inaelezwa kuwa wana udumavu. Kutokana na hali hiyo, Channel 10 Habari ilitaka kufahamu nini mipango ya serikali ya mkoa huu kuhakikisha inamaliza kabisa tatizo hilo. Chacha Magige ni afisa lishe wa mkoa wa Simiyu. Kuongeza virutubishi kwenye vyakula, na hii sasa hivi tunaongeza kwenye unga wa mahindi, na huu unga wa mahindi tumeuchagua kwa sababu ni chakula ambacho kinatumika sana katika familia na pia katika mashule. Kiuhalisia kwa jambo hili, sisi tuendelee kuishukuru serikali kwa sababu ya mahusiano na mashirika binafsi na mfumo huu waliokuja nao Sanku, kwa namna ambavyo sasa mashine hizi zitakavyokwenda kufungwa zitaonesha kwamba ni namna gani familia moja baada ya nyingine itanufaika. Wizara ya Afya pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI wamekuwa wakishirikiana kwa karibu kuhakikisha swala la lishe kwa jamii linazingatiwa, hasa katika mikoa ya pembezoni ikiwemo mkoa wa Simiyu. Uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula ni nini? Tunasema ni njia mojawapo ya kuongeza kiwango cha vitamini au madini kwenye vyakula vikuu ili kuongeza ubora wake kilishe. Kwanza kabisa tumekuja na wadau wetu wakuu ambao wanaitwa Sanku ambao wenyewe wametusaidia katika kutengeneza mashine kwa ajili ya kurutubisha vyakula vyetu, lakini vile vile Sanku wamekuja na virutubishi, kwa hiyo wametuletea vitendea kazi vyote viwili, yani mashine ya kuchanganyia pamoja na virutubishi. Katika mkoa wa Simiyu, wilaya za Maswa na Meatu zimekuwa zikikabiliwa na tatizo la udumavu kwa watoto kwa kiasi kikubwa, na kwamba tayari uhamasishaji wa wananchi kuhakikisha wanatumia vyakula vyenye virutubisho umekuwa ukifanyika. Kutoka Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa amezindua programu maalum ya maabara za kompyuta kwenye shule za sekondari 5 katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo, ambapo kompyuta 100 zimetolewa kwenye shule hizo kwa mgawanyo sawa kama sehemu ya kuwaongezea wanafunzi uwezo wa kujifunza kwa kufanya tafiti mtandaoni na hivyo kuboresha uwezo wao kitaaluma. Clement Sanga anatutaarifu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa programu hiyo maalumu ya maabara za kompyuta katika shule ya sekondari Nyalumbu iliyoko kata ya Nyalumbu wilayani Kilolo, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa amesema serikali imeendelea kuwekeza mkazo kwenye maendeleo ya tehama, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa miundombinu ya internet. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika maendeleo ya tehama. Kupitia wizara yangu tutaendeleza miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vituo vya ubunifu wa tehama, upanuzi wa miundombinu ya internet na kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya teknolojia katika maeneo yote nchini kupitia UCSAF.
Naye mbunge wa viti maalumu mkoa wa Iringa Lita Kabati, ambaye amesaidia upatikanaji wa kompyuta hizo kupitia wafadhili mbalimbali, amesema msaada huo ni mchango wake katika kuunga mkono juhudi za serikali katika utoaji wa elimu iliyo bora. Nikiwa kama mbunge wa mkoa wa Iringa, na mimi nimeweza kutafuta wadau ambao ni Rhino International Education Outreach wanaotufadhili maabara hizi za kompyuta, ambapo kwa kwanza wameweza kufunga kompyuta 100 kwa shule 5 katika wilaya yetu ya Kilolo. Na hizi ndizo zikawa faida za programu hiyo. Hapa mfumo wa e-system utatusaidia kuongeza academic performance, na pia tutatoa material kutoka sehemu mbalimbali. Mfano material yaliyokuwepo ni ya offline, lakini sasa hapa mfumo utatusaidia kupata material kutoka sehemu mbalimbali. Ila huu mfumo ulivyofungwa, kuna baadhi ya practicals zinafanyika katika kompyuta. Hivyo wanafunzi wanakuwa na uwezo wa kufanya practical kupitia hizi kompyuta, ambapo itakwenda kuwasaidia wao kujua jinsi practicals zinavyofanyika hata wakiwa kwenye actual laboratory. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayolenga kuongeza mchango wa sekta ya mifugo katika pato la taifa, ambapo itatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka huu mwaka 2025 hadi mwaka 2029 na kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 216. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Uzinduzi wa kampeni hiyo utafanyika mkoani Simiyu Juni 16 mwaka huu, ambapo Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Shatu Kijaji akitoa taarifa kwa vyombo vya habari jijini Dodoma amesema kampeni hiyo itatekelezwa kwa awamu. Baada ya uzinduzi huo, ambapo awamu ya kwanza ng'ombe wapatao milioni 19.01, mbuzi na kondoo milioni 17 pamoja na kuku wa asili milioni 40 watapatiwa huduma hiyo dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kwa upande wa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo, kwa muda mrefu uchanjaji wetu umekuwa ukifanyika kidogo kidogo katika mamlaka za serikali za mitaa, mashamba makubwa ya wafugaji wetu na hata kwa mfugaji mmoja mmoja, lakini bila uratibu wa pamoja. Hali hii ya uchanjaji wa vipande vipande hauwezi kuyatokomeza magonjwa hayo. Ni muhimu pia Watanzania wakajua Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku ili tufanikishe zoezi hili, ambapo tutaweza kwa ng'ombe wetu mfugaji atachangia shilingi 500 na Mheshimiwa Rais anachangia shilingi 500 kwa kila ng'ombe, na kwa mbuzi wetu na kondoo mfugaji atatoa shilingi 300 na Mheshimiwa Rais atatoa shilingi 300. Lakini kwa upande wa kuku kama nilivyosema, zote milioni 40, Mheshimiwa Rais ametoa fedha zote kwa ajili ya chanjo hii. Amesema lengo la kampeni hiyo ni ili kuongeza mchango unaotokana na sekta ya mifugo katika pato la taifa, kwa kuwa licha ya idadi kubwa ya mifugo iliyopo nchini ikilinganishwa na mataifa mengine, bado mchango wake ni mdogo kwa kiwango cha chini ya wastani wa 6.2. Tukiliweza hili la angalau 70% ya mifugo yetu ipatiwe chanjo kwa pamoja, ndipo tutakapofanikiwa sasa kupeleka mifugo yetu na mazao yake kwenye masoko ya kimataifa, hasa yaliyoonyesha utayari wa kupokea mifugo yetu na mazao yake, hasa masoko ya bara la Asia na bara la Ulaya, kwa kuwa tutakuwa tumekidhi matakwa ya Shirika la Afya ya Wanyama Duniani pamoja na Shirika la Biashara Duniani. Kadhalika, Dr. Kijaji ameeleza kuwa kabla uzinduzi huo litafanyika kongamano la siku 2 Juni 14 na 15 ambalo limeandaliwa na chama cha wafugaji nchini CCWT, ambapo mgeni rasmi atakuwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera
wameiomba serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kupewa elimu zaidi ili kuepuka kubeba madawa ya kulevya kutoka kwa abiria ambao wanakuwa wakiwabeba na kushikiliwa na jeshi la polisi na kukutwa wamebeba madawa ya kulevya, jambo ambalo linawaumiza bodaboda baada ya kushikiliwa na vyombo vya usalama. Taarifa zaidi na Jacques Joachim. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamesema kuwa wanatakiwa kupewa elimu zaidi kutoka kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuepuka kuwabeba abiria ambao wanakuwa wamebeba madawa ya kulevya, huku bodaboda wengine wakisema kuwa ni vigumu kuanza kumhoji abiria amebeba nini kwenye begi. Mwarobaini wa kudhibiti madawa ya kulevya kwanza ni elimu. Sisi waendesha pikipiki, sisi maafisa usafirishaji, tujue kwamba madhara haya, madawa ya kulevya tunayoyabeba haya yanaenda kuathiri vijana wetu, yanaenda kuathiri watoto wetu, vile vile yanatuathiri sisi. Na jambo jingine, naomba vyombo vya usalama kama polisi wakubali kupokea taarifa zetu. Tunapoona mtu ana madawa ya kulevya, tutoe taarifa. Kwanza kumhoji kwenye begi umebeba nini inakuwa ni jambo gumu sana. Mimi nilikuwa napendekeza labda ingelitokea kwamba labda bodaboda amesimamishwa, akitii sheria ya kusimamishwa, mimi najua anakuwa sio mwanaanga wa ile tukio. Kwa sababu abiria kama umembeba ukataka kukusimamisha, abiria akwambia usisimame, tafsiri yake unajua kwamba mbele kutakutana na janga. Kwa upande wangu mimi usafirishaji wa kama maarufu kama bodaboda, nimekupata wewe ni abiria, umenisimamisha, umenitoa kituo changu cha parking, umekuja na begi lako na niambia kwamba nipeleke mahali fulani au kutoka mtaa huu kwenda mtaa mwingine. Mimi ni vigumu sana kukuhoji wewe kwamba humu tumebeba nini, japo kisheria lazima ujue dereva umebeba nini na abiria aliyembeba begi lake lina nini. Afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya kanda ya Ziwa amesema kuwa ni marufuku bodaboda au afisa usafirishaji kujihusisha na kubeba madawa ya kulevya, na wakibainika wanajihusisha na vitendo hivyo wataadhibiwa kulingana na kiwango walichokamatwa nacho. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, sheria yetu inatuambia ni kwamba kama dereva bodaboda au afisa usafirishaji wa chombo chochote kile akijihusisha katika kusafirisha dawa za kulevya, iwe heroin, bangi, mirungi, kokeni, methamphetamine au dawa nyingine ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, ataadhibiwa kulingana sasa na kiwango ambacho amekutwa nacho. Kwa mfano, ukikutwa na kiwango cha chini kabisa, umesafirisha labda bangi au heroin kuanzia, kama ni heroin ni gramu kuanzia gramu 20 au 200, 20 mpaka 200, hilo kosa kwanza halina dhamana na adhabu yake ni kifungo cha miaka 30 jela. Kutoka manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Katibu wa halmashauri kuu ya NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amesema serikali ya CCM imesikia kilio cha muda mrefu cha ujenzi wa barabara ya lami ya Same Kisiwani Mkomazi yenye urefu wa zaidi ya kilomita 100, ambapo kwa sasa ujenzi wa awali unaanza kwa kilomita 35. CPA Makala akizungumza na wananchi wa jimbo la Same Mashariki amesema jumla ya shilingi bilioni 59 zimetengwa kukamilisha barabara hiyo ambayo ameitaja kuwa itakuwa mkombozi kwa wananchi hao katika ukuaji wa kiuchumi. Tupate taarifa zaidi. CPA Makala akizungumza na wananchi wa jimbo la Same Mashariki amesema jumla ya shilingi bilioni 59 zimetengwa kukamilisha barabara hiyo ambayo ameitaja kuwa itakuwa ni mkombozi kwa wananchi hao katika ukuaji wa uchumi. Ni kilomita 100 lakini tunajenga kwa awamu. Na kuona ni kuamini. Kwa hiyo wote tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi hii kubwa. Barabara hii imepigiwa kelele muda mwingi, lakini tumpongeze mbunge kwa kupaza sauti
na Dr. Samia amesikia na barabara inajengwa. Na mimi ni shahidi, gari yangu ilibasti tairi mbili kwa wakati. Yaani tumetoka hapa ikaenda pale Kabasti, nilikaa huku karibia masaa 5. Kwa hiyo barabara yetu hii inajengwa kwa lami. Kauli hiyo ikawa faraja kwa wananchi wa Same Mashariki, ambapo wamesema kujengwa kwa barabara hiyo kwa kiwango cha lami kitaondoa changamoto nyingi, ikiwemo kuamka mapema kwa ajili kuwahi usafiri pamoja na kusafirisha mazao yao kwa urahisi. Ilikuwa sio nzuri, watu walikuwa wanashindwa kupeleka mazao yao katika kupeleka biashara, lakini baada ya barabara hii kuambia inatengenezwa, basi wafanyabiashara wauza vitu vyote vidogo mbalimbali watakuwa tayari wameweza kupeleka mazao yao katika masoko, kwa sababu tulikuwa tunataabika kipindi cha mvua, barabara inakuwa haipitiki, lakini tunaamini itakapojengwa ikamilika kwa lami tutakuwa tunapita kwa amani na tutaacha kusafiri usiku. So magari hapa yanatoka usiku sana saa 10. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Same Mashariki linaloongozwa na Ana Kilango, mkuu wa wilaya ya Same Mashariki Kaslida Mgeni ametaja miradi kadhaa ambayo imetekelezwa na serikali. Lakini pia tumekarabati madarasa mbalimbali kwenye wilaya hii. Zote hizi ni juhudi za mbunge wa jimbo hili Mama Ana Kilango Malechela kufuatilia mambo mbalimbali kuhakikisha wananchi wake wanakuwa na ustawi mzuri. Naam, ziara ya SPA Amos Makalla ya siku 7 katika mikoa hii ya kaskazini inahitimishwa hapa Same mkoani Kilimanjaro, ambapo pamoja na mambo mengine ilikuwa ni kukagua na kuangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi juu ya utendaji wa serikali na miradi ile iliyotekelezwa ya katika ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Amos Makalla amekuwa akizungumza mambo mengi, lakini kubwa lingine ambalo amekuwa akisisitiza ni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao utafanyika Oktoba ya 2025. Kutoka Same mkoani Kilimanjaro, Saidi Makalla, Channel 10. Naam, huyo ni mwandishi wetu Saidi Makalla. Na mtazamaji, tunaendelea na habari. Katibu mkuu wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. John Jingu amesema serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imezingatia masuala ya usawa wa kijinsia katika nyanja mbalimbali, ikiwa juhudi za serikali katika kuleta usawa huo katika jamii. Dr. Jingu ameyasema hayo Juni 11 mwaka huu jijini Dodoma alipokutana na mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya usawa wa jinsia UN Women, Hodan Ado, kwa ajili ya kujadili utekelezaji wa afua mbalimbali nchini juu ya uwekezaji wa wanawake kiuchumi. Dr. Jingu ameeleza kwamba serikali inaendelea na juhudi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba jamii inaamka na kuachana na ukatili wa kijinsia ambao umekuwa ni kikwazo cha maendeleo kwa ujumla. Aidha, Dr. Jingu amelipongeza shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na ustawi wa jinsia UN Women kwa kazi nzuri inalofanya katika kuunga mkono juhudi za serikali ili kuleta usawa wa jinsia nchini na kuwaeleza kuwa wanaweza kuongeza nguvu katika kampeni hiyo ya mageuzi ya kifikra ya Amshaari ili kuweza kukuza usawa wa kijinsia nchini. Kwa upande wake, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya usawa wa kijinsia UN Women, Hodan Ado, ameahidi kuwa shirika hilo litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kupunguza ukatili wa kijinsia na kukuza usawa wa kijinsia. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndivyo ambavyo inatoa wasaa katika upande wa habari za biashara. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari. Hii ni Channel 10 Plus, nami ni Filipina Ndwata.